Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Simba TV, ni katika juma lingine tena kwenye kipindi chako bora kabisa cha michezo. Ni hapa Simba TV, mahala pekee ambapo wewe mpenzi mshabiki mwanachama Simba Sports Club unaweza kupata taarifa zote rasmi ambazo zinahusiana na klabu yako pendwa. Kama si hapa, basi ni katika mitandao yetu ya kijamii. Hapa ndio ambapo unaweza kusikia benchi la ufundi likizungumza, wachezaji, viongozi na mashabiki ambao wanahusiana na taarifa zote rasmi za Simba Sports Club. Ndani ya Simba TV wiki hii kuna mengi mazuri ambayo tumekuletea kama ambavyo tulikuahidi kwenye juma lililopita. Kipindi cha Simba TV juma lililopita kilizalishwa Dodoma, ila kipindi cha Simba TV ndani ya juma hili kinazalishwa hapa Dar es Salaam. Mimi ni Tobias Sabasa ambaye niko kuandalia Simba TV ndani ya juma hili. Kuna mengi mazuri kama ambavyo nimetoka kukuahidi hapo awali. Story ya kwanza kabisa ambayo tunakuletea ni semaji la CAF, meneja wa habari na mawasiliano ya klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ally amezungumza kuhusiana na mchezo wetu wa kombe la shirikisho kwa maana CRDB Cup, mchezo unaofuata wa hatua 32 bora. Tutacheza dhidi ya timu ya B19, mchezo ambao sisi Simba Sports Club tutakuwa uwanja nyumbani, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Semaji la CAF amezungumza mchezo utachezwa saa ngapi, lini, viingilio vitakuwaje. Mara baada ya kutoka kushuhudia story hiyo, tutakuja kuangalia story nyingine, kwa maana juma lililomalizika kulikuwa na mchezo mkubwa nchini, mchezo wa dabi, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, mchezo ambao ulimalizika kwa suluhu. Sisi Simba Sports Club tukicheza vizuri kwenye maeneo mengi na tukifanya vizuri katika mchezo, ikiwemo bao ambao tulifunga, ingawa waamuzi walikataa bao letu halali ambao walifungwa katika mchezo. Tutakuja kumsikia kocha mkuu Steve Barker ambaye alizungumza mara baada ya mchezo kumalizika, lakini pia tutakuja kumsikia nahodha msaidizi wa kikosi chetu Rushen De Reuck ambaye amezungumza. Mwisho kabisa tutakuja kupata nafasi ya kuona highlight au matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo, vitu ambavyo tulifanya, vitu ambavyo vilitokea, ikiwemo bao ambao Selemani Mwalimu alifunga ingawa waamuzi walikataa. Yes, kama nilivyokutaarifu hapo awali, story ya kwanza ndani ya juma hili tutakuletea meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ally ambaye amezungumza kuhusiana na mchezo wa kombe la CRDB, mchezo ambao unaofuata. Sisi tutakuwa nyumbani, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, hatua ya 32 bora. Semaji la CAF amezungumza kuhusiana na mchezo huu, utaanza muda gani, viingilio vitakuwa kiasi gani, lakini pia amezungumza ujumbe kuhusiana na mashabiki wetu, lakini mwisho kabisa amezungumza kuhusiana na hali za wachezaji wetu ambao walicheza vizuri kwenye mchezo uliopita, lakini pia namna gani ambavyo tumejiandaa kwenda kufanya vizuri katika mchezo huu wa hatua ya 32 bora katika kombe la CRDB Cup dhidi ya B19. Huyu hapa semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza. Tulirejea tangu siku ya Jumatatu ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 3 mara baada ya mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC pale visiwani Zanzibar, na mara baada ya kurejea vijana wakapata mapumziko kidogo kwa siku chache, na baada hapo wakarejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea mechi zetu ambazo ziko hivi karibuni, tukianza na mechi ya kombe la shirikisho la kombe la CRDB. Mechi yetu iliyopita ya ligi kuu ya NBC imekuwa ni mechi yenye mafanikio makubwa, imekuwa ni mechi bora kwetu, ni mechi ambayo imeipa heshima kubwa Simba Sports Club na imetengeneza confidence ya hali ya juu kwa mashabiki, kwa wachezaji, kwa viongozi, na Simba mpya of course imezaliwa pale visiwani Zanzibar. Mara baada ya kumaliza kampeni yetu hiyo katika mechi yetu hiyo ya ligi ya NBC, nguvu yetu kubwa hivi sasa tunaielekeza kwenye mechi yetu ya kombe la shirikisho ya benki ya CRDB, ambapo tunacheza siku ya tarehe 7 ya mwezi huu wa 3 saa 1:15 usiku dhidi ya timu ya B19 ama B19. Watajua wenyewe wanajitaje ni B19 ama B19. Ni timu ya madaraja la chini, lakini hatuichukulii kawaida, hatuichukulii poa. Tunamtazama kama mpinzani tishio, kwa sababu kwenye kombe hili la CRDB Simba tumeweka malengo makubwa ya kuchukua kombe hili. Ukiweka malengo ya kuchukua kombe husika, hautakiwi kumchukulia mpinzani yoyote kawaida. Kwa hiyo tumewekeza nguvu kubwa ya kwenda kucheza na B19 kuhakikisha kwamba tunamfunga na tunakwenda hatua inayofuata. Maandalizi tayari yamekwisha anza na tiketi zinaanza kuuzwa kuanzia hivi sasa, na tiketi ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 kwa upande wa VIP. Kwa wale mashabiki wetu ambao ni wenyeji na uwanja wa Meja Isamuhyo wanafahamu
viingilio vyetu katika uwanja wetu huu wa nyumbani ni 5,000 kwa shilingi 10,000. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba wana Simba hivi sasa ya kwamba bado tunajua tuna furaha kubwa ya mchezo uliopita ambao sisi tunaamini tumeshinda mchezo huo, lakini sasa furaha hiyo tuiache na tuelekeze nguvu kubwa katika mchezo wetu huu wa tarehe 7 dhidi ya B19. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza mashabiki wa Simba, viongozi na wachezaji kwa kuwa wamoja kwenye mchezo uliopita wa ligi kuu ya NBC, kwa maana mechi ya dabi, kwa kuwa na ushirikiano, kwa kutumia akili kubwa, kwa kutumia nguvu kubwa, kwa kufanya kila kitu kwa ukubwa wake, na hatimaye tukapata matokeo mazuri katika mchezo ule. Sasa kila kitu ambacho tulikitumia katika mchezo ule wa dabi, yani huo sasa iwe ndio standard yetu kuelekea katika kila mchezo. Kwa maana yake ni kwamba tunavyokwenda kucheza na B19 tutumie nguvu ile ile, akili ile ile, umoja na mshikamano ule ule kwenda kucheza na B19 sanjari na michezo mingine yote ya ligi kuu, kwa sababu tunahitaji kupata mafanikio msimu huu. Tunahitaji ubingwa wa ligi kuu ya NBC, tunahitaji ubingwa wa kombe la CRDB. Ili kupata ubingwa katika mashindano yote hayo, unahitaji nguvu ambayo uliitumia katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu, kwa mchezo wa dabi wa ligi kuu. Kwa hiyo tuende kwenye mechi yetu dhidi ya B19 tukiwa full mkoko. Tusidharau, tusichukulie poa, tusichukulie kawaida. Sisi jukumu letu ni kuwekeza nguvu, twende tukapambane na B19. Baada hapo twende tukaianze safari yetu ya chaka kwa chaka. Sasa Singida, Arusha, Dodoma, Singida, Arusha, Mwanza. Sawa, semaji, tunafahamu michezo mikubwa inapochezwa, michezo na ushindani huwa pengine inazalisha wachezaji wenye majeruhi kama si majeraha. Jopo la madaktari limekupa taarifa yoyote kuhusiana na wachezaji wetu ambao wametumika kwenye mchezo huo? Kuna mwenye changamoto kwa maana wakina Libase, wakina Ura na wachezaji wengine wako vizuri, au kuna mwenye mtihani? Wachezaji wote ambao wamecheza mchezo wa dabi, hakuna hata mmoja mwenye changamoto ya kiafya. Wote wako timamu, walioanza, walioingia, hakuna yote ambaye amepata shida ya afya. Majeraha tuliokuwa nao ni wale ambao walikuwepo tangu kabla ya mechi hiyo, kwa maana ya Nangu, Kamara, lakini Bajaber, lakini kwa wale ambao wamecheza mechi ya dabi wote wako timamu. Maana tuko tayari kuelekea huo mchezo. Tuko tayari kwa 100% kuelekea mechi yetu dhidi ya B19. Naam, kama ambavyo nimetoka kukwambia, mara baada ya kutoka kushuhudia story ya pili ambayo tunakuletea ndani ya juma hili, tulikuwa na mchezo mwingine mkubwa nchini, mchezo wa dabi. Sisi Simba Sports Club tukiwa ugenini uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, mchezo ambao ulimalizika kwa suluhu, au kwa lugha rahisi unaweza ukasema sare ya bila kufungana. Mchezo ambao tulicheza vizuri kwenye maeneo yote, wachezaji wetu wakionyesha performance bora, performance ambayo iliwavutia wana Simba, lakini hata wapinzani walikuwa wakienjoy na kufurahi kuona wachezaji wetu wakicheza vizuri katika mchezo huo. Mchezo ambao kama si changamoto ambazo zilitokea, basi pengine tungeondoka na pointi 3 katika mchezo huo. Kwa sababu gani? Mchezo ambao ulionekana tumefunga bao la halali, bao ambalo lifunga na Selemani Mwalimu Gomez, ingawa waamuzi walitafsiri kama ni mpira wa kuotea. Tupata nafasi ya kumsikia kocha mkuu Steve Barker ambaye alizungumza mara baada ya mchezo huu kumalizika, lakini pia tutakuja kumsikia nahodha wa kikosi chetu, kwa maana nahodha msaidizi wa kikosi chetu Rushan Dorok, naye alizungumza kuhusiana na mchezo huu na jinsi ambavyo tulicheza na vile ambavyo vilitokea mara baada ya mchezo kumalizika. Thank you and good evening. I think especially the first half, I thought we were the far better team. We played the way we want to play, and that's control the tempo of games, and we had real good moments in possession, and we created some half chances in that first half, but I felt that there was only really one team that was playing in that first sort of maybe 40 minutes, because the last 5 minutes they got a little bit of sort of control. We gave the ball away a little bit cheaply on 1 or 2 occasions, and the last 5 minutes was maybe a little bit not as controlled as the first 40.
Second half, maybe not as much control as we'd wanted, but I still felt that we were the better team. We were the team that looked like most likely to create something and to score a goal. Obviously, they were always a threat on transition. If we perhaps, lost the ball in the midfield area, they're a really good transition team with good quality players, so that was always a bit of a risk for us. But again, I think a lot of new players in the team, new coaching staff. It's only been 2 months together. We've played a lot of matches, traveled a lot. We haven't had that many training sessions, so I can only be proud of what the players are showing and demonstrating, the commitment that they're playing with, the energy and intensity that we are bringing to the game. Unfortunately, midweek and now we didn't score. So it's just also a little bit of detail, a little bit of finding just that moment where we can get the goal that we deserve. But in saying that, when we've created and we've hit the crossbar, and the keeper's been man of the match in both matches, we just got to keep going. We just got to keep doing what we're doing and just keep working to improve in certain moments and in certain areas. But the main thing was not to get 8 points behind. I think it would have made it very difficult. I believe 5 points behind, there's still a lot of matches to be played. And if we continue to play like this, I firmly believe that come the end of the season, we'll be challenging for the title. Yeah, I think the confidence comes from the performance. I think, Young Africans are a really good team. They've come off having beaten Simba on a number of occasions over the last while, obviously league and cup champions. So for us to be able to play the way we did against them, being our third game away in 10 days on their home pitch, and to, I believe we put them on the back foot. That gives me the confidence, it gives me the belief that we are definitely on the right track, and we just got to keep on pushing and making sure that when we are in control and on top of the opposition, that we have to make it count. Yes, most certainly, I 100% believe that. 5 points is 5 points, so we have to claw back. Leaves us little margin for error. It means that we have to get on winning streaks and win, lots of matches and keep putting on the pressure. And hopefully, if Younger should slip up, even Azam, we can't write them off. They're also within, reach. So it's about us showing consistency, winning football matches, and hopefully, come at the back end of the league. We're in a position to really challenge and kick on and be part of that title race. Yes, mwisho kabisa story ya tatu ambayo tunakuleteana na Jumaili ni kukuhakikishia namna gani tulifanya vizuri kwenye mchezo huu wa dabi. Kuna matukio mengi ambayo yalitokea, kuna vitu vingi ambavyo vilitokea, vitu vingi vya kuvutia vilikuwa upande wetu. Ubora wa wachezaji wetu mmoja mmoja, ubora as a team na ubora kwenye maeneo mengi. Tupata nafasi ya kuangalia baadhi ya matukio ambayo yalitokea, kwa maana highlight matukio tofauti, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja as a team, skills tofauti ambazo zilitokea katika mchezo huo. Haya hapa ni baadhi ya matukio ambayo yalitokea, lakini pia tutakuja kuangalia na kushuhudia bao ambao alifunga Selemani Mwalimu Gomez, ingawa waamuzi walitafsiri kuwa ni mpira wa kuotea. Obviously a derby has always been difficult. The first one, obviously in the final we didn't win, and today I think we deserve to win. The first moment we created so much pressure, put them under stress, they weren't comfortable, and we created enough chances to win the game, Just obviously very disappointing and we didn't get the result, but obviously very proud of the boys again. They showed a lot of character, and if we continue to play this way, we will win more games for sure. We dominate the game, but we didn't be able to score. Yeah, it's the story of our lives really. Even last week against Dodoma, we create so many opportunities, we create stress, They're not able to play freely, and the same today. We can even see Younger, they wasted time. They're a big team, but they're wasting time. But again, sometimes things are not just meant to be, but very proud of the boys again today. Good effort. Can you maybe you can talk to Simba fans? Yeah, obviously sorry that we didn't get the result we wanted today, but we're very happy to see you guys again coming out in numbers to support us. You are our driving force. It's the reason why we put so much energy on the field, and we will just continue to do our best. Really, you can see the effort of the boys. We really trying, and I believe in the group that we have, and I believe that if we continue in this way, 100% we will progress and we will improve as a team. Shaman Arusha
Anseura penyeza pasi, anajaribu kuingia sasa. Anseura ndani ya penalty area, anatoa nje kule, cheza vizuri, bado ni hatari. Damaro Mwamba wa Lusaka, mali iko kwa Simba. Shomari Kapombe, Libase Geye anazunguka vyema kabisa, bado mali iko uwanjani. Libase kama anaingia na kati, Libase anapita mara, anaitoa ile. Shomari Kapombe, Shomari Kapombe off target ya kwanza. Tazama, ni left footer. Libase Geye anaizungusha, kuna nani kucheza Shigijiara, haijaondoka mbali. Kante weka ndani huko, Simba wanachukua tena boli. Nixon Kibabage anachanja kwenye nafasi. Kante, Alassane Maodo, Nana anachukua mpira, ni hatari. Luamba cheza Shigijiara, Chama anapiga mpira mrefu ule, Baka anakataa. Ni Mohamed Hussein Zimbo Junior atapoteza boli ile. Simba anafanya pressing, lakini Young anapambana ku retain ball. Fanya recovery nzuri Young Africans. Kagoma, Libase Geye anaamua kuondoka sasa. Libase Geye cheza vizuri kabisa. Mohamed Hussein anapiga stop, ni Mudathiri yake ya basi. Zanzibar greatest, nafasi na kwa finyu. Mudathir, Chama, Kante, Alassane, Mwamba wa Lusaka, Triple C. Chama anaachia boli ile, ni Anseura, piga chenga ile, kuangalia atapita wapi. Job Yusuf Kagoma, bila Rushen Deriek, Ismail Olivier Toure, Deriek, Toure tena, Shomari Kapombe ameuwahi vyema kabisa. Yusuf Kagoma, Kapombe, Luemba, Chama anaweka pembeni kumtafuta Libase Geye, Yena Ibra. Geye anakati, weka cross kumtafuta Chama, cheza vizuri kabisa. Izra Mwenda amekuwa kwenye utulivu mkubwa sana. Libase Geye, Shomari Salum Kapombe anapiga mtu tobo. Shomari Kapombe kampiga tobo Mohamed Hussein. Hawa wote msimu uliopita tu alikuwa anacheza jezi nyekundu na nyeupe. Chubwi hiyo dogo ile ikapita, akawa anaenda, lakini tafsiri ya mwamuzi ni kwamba alikuja baadaye akafanya madhambi kwa Ibrahim Abdullah Baka, ambaye alikuja kuokoa jahazi baada ya Shomari Kapombe, Libase Geye, Ino Luemba cheza vizuri kabisa ile Ibra Baka. Yusuf wanapoteza nafasi ya kushambulia. Kibabage, Yusuf, Libase Geye anajaribu kwenda. Damaro anasema nimecheza mpira, lakini Mwinchu ameiona, anasema ni foul, na anakwenda kumuonya pale Mohamed Damaro Kamara, kama ambavyo alifanya kwa Jocelyn Luemba, ndicho ambacho ameenda kukifanya kwa Mohamed Damaro, kwamba madhambi kwa mara ya mwisho na kupa onyo. Libase Geye alikuwa anafunga safari na kuelekea langoni kwa Young Africans, nyota ambaye amejiunga na Simba Sports dirisha. Luemba, Jocelyn anashuka chini, wakati huo Selemani Mwalimu anaenda kusimama pale juu kama mshambuliaji kiongozi. Anawekea sasa Selemani Mwalimu, ni offside. Alitaka Nixon Kibabage, Anseura anawekea sasa Mwalimu, anaweka cross ya chini chini, bado mpira hujaondoka. Anseura weka cross ndani kule, cheza goalkeeper Shigijiara
wanalalama kweli kweli. Mshambuliaji pale Luemba anamwekea Mwalimu. Selemani na control kwenye deep freezer. Kwenye ball ni Anseura. Dangerous attack Simba Sports Club. Anseura anaweka cross ndani, Mwalimu! Mwalimu! Ni Selemani Mwalimu, lakini Kasim Panga anasema sio goli. Djigui Diarra amekwenda kumfuata Selemani Mwalimu, anafuata, watu wanalalamika. Sasa msikilize nani hapa. Djigui Diarra yuko pale, Selemani Mwalimu yuko pale, wote wanalalamika. Selemani Mpanga amenyanyua shuka lake. Steve Barker hana muda wa kubishana, anaelekeza vitu ambavyo vinaonekana viko sawa kwa upande wake, lakini huku ni majibizano. Selemani Mpanga, Kasimu Mpanga akiwa amenyanyua shuka kwamba sio bao. Tazama namna ambavyo Simba walienda kuataka, alienda kurejesha mpira ambao ulikuwa umekufa, lakini tazama, alikuwa offside akaingia onside, Kaluka kaukosa, akaucheza ukaenda kwenye net, lakini mwamuzi msaidizi akaenda kusema kwamba tayari alikuwa amejenga kibanda. Amenyanyua shuka lake hapa, benchi la Simba limenyanyuka na kwenda kumuuliza nini kimetokea. Selemani Mwalimu ametoka katika benchi toka kushoto, anabadilisha upande kumtafuta Libase Geye, lakini Starboy Alan Okello amekwenda kuwa, wanarusha haraka Simba, no time to waste. Shomari mimina mtungi ndani kule, cheza Ibra Baka. Kagoma na anacheza mpira ule na Mpanzu. Shomari Kapombe anakata pasi, Luemba anaamua kuondoka, Damaro anafungishwa trailer. Chama Mwamba wa Lusaka anaweka pembeni kumtafuta Anseura, anajaribu kati na Anseu, mpira bado upo katika field of play. Mwalimu Selewe El Ture Rushen Chama amechezewa foul, alitaka kuanza haraka. Mohamed Damaro na Chama walikwenda kupambana. Hiyo hapo Rushen alipokea, yes, ameiba nia post, akasqueeze kichwa chake. Buba Luemba Ino Jasper jaribu kucheza ndani, wamepoteza. Nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi wewe mpenzi mtazamaji wa Simba TV ndani ya juma hili. Kama ambavyo nilikwambia hapo awali, kuna mengi mazuri ambayo tumekuletea ndani ya Simba TV ndani ya juma hili. Nadhani utakuwa umeenjoy kuanzia story ya kwanza, ya pili hadi ya tatu. Nadhani hapo mwisho utakuwa umeenjoy zaidi kuona vile ambavyo wachezaji wetu waliwapa mateso ya Goliati, wachezaji wetu waliwapa mateso makali, wachezaji wetu waliwapa ubaya ubwela, wachezaji wetu walipeleka pumzi ya moto kwa wachezaji wa timu pinzani, namna gani ambao walipata shida kuwazuia na kuwakaba wachezaji wetu. Kama ambavyo nilikwambia hapo awali, Simba TV ndani ya juma hili kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea, na ndio hivyo tutakuletea mengi mazuri ndani ya Simba TV katika juma lijalo. Mimi ni Tobias Sebastian, usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV. Bye.